hongera wana Simba na hapa hongera kwa kila goli. Wamecheza vizuri na walistahili kwa kweli. Wana kila sababu ya kupongezwa. Hongereni sana klabu ya Simba, hongereni Tanzania. Tumetikia wito, tumefurahi. Kometika katika hatua nusu finali. Naona kabisa Simba akiqualify kutoka nusu kwenda finali. Namuona kabisa anavuka. Kwani mchezo aina gani hapa? Kwani mchezo aina gani hasa katika wa mechi yote ambayo Simba atakubana naye, naona kabisa kwa performance ya Simba, kuna anapocheza na kila kitu, Simba anavuka. Wanasema haitaki umkatie tamaa mwanaume. Simba ni mwanaume, hajakatiwa tamaa, alifeli mara ya kwanza, amejipanga upya, amefanya vizuri. Leo ndio nimekuja kujifunza jinsi ya kutumia uwanja wa nyumbani. Yanga alifeli kule, akaja nyumbani, hajafanya kama alivyofanya mwenzie. Mwenzie alikuwa na gap kubwa ya goli 2. Ambapo tulikuwa tuna gap ya goli 1 tu, lakini tulishinda kufaulu. Lakini Simba ameonyesha uwezo wake, amewakilisha taifa. Simba anatoa juu. Nimekubali. Simba ndio mwakilishi wa taifa hili. Ni mchezo aina gani hapa? Ilikuwa dakika 90 za aina gani hapa? Ilikuwa dakika 90 za aina gani hapa? Yaani ilikuwa dakika 90 ya mpira mmoja hali ya juu. Simba kali cha kwanza amecheza mpira mzuri. Tunakutaka wewe sio rahisi kumpiga mtu goli 2. Kipindi cha kwanza, cha pili anakuja anacheza mpira mzuri. Mungu kwa kizari ya juu. Ana wasiwasi ana mapema ametulia golini. Yaani amefanya ambacho ana Simba mnastahili kumpa zawadi yake. Kama shabiki wa Yanga, Kamara ndaanza namchangia haki ya gari. Unajua Tanzania huyu ni moja ya mtoko. Tumetoka huko nyumbani tumekuja kuangalia mpira. Watu wengi, watu wametoka mataifa mbalimbali kuja kuangalia mpira. Huyu ndio mpira Tanzania. Huyu ndio mpira, mpira unaonekana, watu wamefurahi. Watu wamecheka. Ni kweli nitaki mliokimbia Simba kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa mpira huu anaocheza. Kwa mpira aliocheza huu, mpira ni mkubwa sana. Sema tulikimbiana lakini mpira aliocheza ni mkubwa. Wangeingia uwanjani tungeshindana vilivyo. Mpira dakika 90. Tungefunga angetufunga. Lakini Simba kwa leo anacheza sina cha kuongea kama Arsenal jana. Ulikuwa ni mchezo aina gani kwanza hongereni? Ni kweli tumeshinda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba benchi la ufundi, mashabiki, wanachama, viongozi tulikuwa kitu kimoja, tumeomba dua zimetufikia. Tunasema kwamba tunaahidi mwaka huu Simba Sports Club tunakwenda kuonyesha historia nyingine, tunakwenda kuandika historia nyingine safari hii ambayo utoporo atatafuta ndani miaka 50. Kama kawaida yeye nikifanya kitu, yeye ustruggle ndani miaka 50 kwa historia hiyo. Na narudi tena Mungu akijalia na rudi na Cairo kwenda kucheza na Zamalek katika hatua 2 muhimu. Nacheza na timu za Cairo 2 muhimu na nazitoa robo finali na nusu finali na kwenda kumtoa Iran. Lengo langu ni kufika finali na kuchukua kombe hili kwa sababu 93 nilikosa hapa kwa chamba la bibi. Kwa hiyo mwaka huu sina masiara. Hii timu ambayo inaandaa ndio hii itakayotupa ubingwa mwaka huu. Nitarajia kufika katika hatua ya mikojo ya penalty kwa siku ya leo. Nilitarajia kwa sababu tayari mwalimu alikuwa anatoa mafunzo. Kwa sababu wote wanaweza kutokea kwenye robo finali au kwenye nusu finali au kwenye finali. Kila kitu mwalimu amejiandaa na wachezaji wamejiandaa. Wale wote ile itakayokuja mbele yao ndani ya dakika 90 wao watakabiliana nao.
Maandiko yalikuwa ni mengi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Watu walikuwa wanasema Simba ana mlima mkubwa wa kupanda. Hatimaye mmeweza kupanda na mmevuka. Unawaambia nini? Mimi nafikiri wasiojua Simba pengine waliodhaliwa sasa hivi ndio walikuwa wakiandia hicho kitu, lakini Simba anapokuwa kwenye lake, hasa mashindano ya kimataifa, hatuna masiara kama unavyoona kwamba tumefanya kile tuwezalo na tumepita kwenda nusu finali. Tunamsubiri atakayecheza usiku leo. Je, ni nani? Timu ya South Africa au Zamalek? Yeyote tutakwenda kupambana naye. Kidi Sawala siku hii leo alikuwa na kiwango bora na aliweza kutanguliza kufunga goli lake la kwanza. Unamzungumziaje? Ni mchezaji bora sana. Yaani aliona jicho lile la kwenda kumsajili Mpanzo. Yaani ni moja usajili mkubwa na ni usajili mzuri na atatusaidia sana katika mashindano haya na kwenye ligi kuu. Tumelamba dume. Ndio, tumelamba dume. Sema nini tuambie kiwango cha Musa Kamara leo. Penalty bila na save anaondosha Simba kutoka robo finali kuwapeleka nusu finali. Na ndio maana tulimsajili Pilipili Kamara kwa sababu ya vitu kama hivi. Tulimsajili Pilipili Kamara kwa sababu ya hizi penalty, kwamba mashindano haya lolote linaweza likaja. Kwa hiyo tukajua kabisa watu wetu tumeweka mtu, hatukuweka shati. Kwa lolote ile Kamara kwenye penalty hatawezekana. Tumeleza goli kipa bora kabisa Afrika. Kama hii Aishi Salum Manula anaweza kujifunza kitu kutoka kwa Pipi. Nani? Aishi Salum Manula kuna chochote anaweza kujifunza kwa Pipi? Mimi nafikiri Aishi Manula sio kwamba ajifunze, kwa sababu Aishi Manula anamaliza. Aishi Manula anamaliza. Ameshafanya haya mengi nyuma. Pengine umwambie Ali Salim. Sawa. Aishi Manula tutakuwa tunamwona kusema ajifunze kwa Pilipili Kamara kwa sababu yeye anamaliza. Amefanya mengi katika robo finali 6. Yeye alikuwa golini. Amecheza michomo kama hii. Mimi nafikiri niseme tu pengine Pilipili Kamara amejifunza kwa goli bora iliyopita. Juma Kaseja alicheza mikojo ya penalty Cairo kutoa Zamalek. Tunaingia makundi na kupita tatu. Inaweza kwa salamu kwa Zamalek. Kati ya Zamalek na Mkola Buti. Tunataka anakuja kukutana na moto. Yeyote atakayekuja sisi tutakabiliana naye. Tunamtoa, tunakwenda finali. Tuna kiu, tuna hamu ya kuchukua kombe hili mwaka huu. Hakuna masiara. Ile nguvu moja imeonekana hivi sasa. Kabisa, ndio kama hivyo unavyoiona. Matokeo ndio kama hayo. Hiyo ni sababu ya nguvu moja. Simba wote tumeungana, tumekuwa kitu kimoja, tunakwenda kwenye historia mpya ambayo Yanga Afrika ataitafuta ndani ya miaka 50. Niliingia 93 finali, kombe limeondoka hapa. Yanga amecheza miaka 50, mwaka jana anacheza finali, kelele nyingi. Na kwenda kwenye historia nyingine mpya safari hii. Narudi mara mbili Cairo, kwenda kucheza na timu mbili Cairo katika hatua muhimu. Hata huyo El Ahly hajawahi kuingia finali kwenye klabu bingwa wapi, hajawahi kucheza timu mbili kufuruliza kwenye nchi hiyo. Mimi napenda kuonyesha historia mpya. Mwana Yanga lakini hongera sana, hongera sana. Mwana mtani wako amefika katika hatua ya nusu finali. Hongera sana ndugu yangu kwa kufika hatua ambayo amefika, kwa sababu anapofika hatua ambayo amefika analiwakilisha taifa letu. Sisi tunampongeza kwa hilo na pia hongera sana. Asanteni sana. Cha kwanza sisi tunataka kusema kwanza hongereni kwa kutinga katika hatua ya nusu finali. Ilikuwa ni safari ya aina gani? Leo tumeonyesha utofauti kati ya mwanaume wa ndoa na hawala. Wale mahawala walicheza hapa na Waarabu kama hao wakashinda kupata hata goli moja. Mtoto wa kiume anayekuloga Ashiba akashinda kupata hata goli moja. Wanaume wametia kamba hizi mbili. Hiyo ni tofauti ya mwanaume wa nje ya hawala na mwanaume wa ndoa. Alafu kitu kingine, sisi Mwarabu ambaye tunamuogopa Afrika hii na Tanzania hapa kwa Mkapa ni Mwarabu anayeliaga alfajiri saa 7 mchana, saa 10 na saa 2 ndio Mwarabu tunayemuogopa na kumheshimu. Hao wengine hatuuziaga ukwaje, watu tunawajua vizuri, mbona wako Costa kibao tu hamna Mwarabu. Mwarabu anakuja kulala hapa, anakuja hapa na usingizi. Timu inaanza usingizi. Hawajalala usiku. Tumeona watu wa shule wamekuja kulala uwanjani. Na hii shughuli tuliyoanza hii, tunaleta kombe hapa. Sisi ndio wanaume, tunaleta kombe hapa. Hatuna kuleta si medali zetu za kishamba shamba. Tunamheshimisha Mama Samia sisi. Tunamletea kombe sisi.